Bwana Yesu asifiwe. Yako matafsiri au maandiko ambayo wakati mmoja au namna nyingine yameleta mkanganyiko ndani ya kanisa, hususan swala la kunena kwa lugha. Na katika Wakorintho wa kwanza mstari wa sura ile ya 14 mstari ule wa 5 anasema kwamba nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi mpate kuhutubu, maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yule anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Paulo anaposema kwamba nataka nanyi nyote mnene kwa lugha, anatutaka Paulo hapa ni kwamba kila mtu anene kwa lugha. Na kunena kwa lugha kunakuzungumziwa hapa ni kunena kwa lugha ukiwa peke yako katika faraga. Ni wazi kuwa kunena kwa lugha katika mazingira ya namna hii kuna faida kwa Mkristo moja kwa moja anapomwabudu Mungu na kumuomba Mungu. Lakini Paulo anaongeza kuwa kunena kwa lugha kwa kweli kuna kuambatana na tafsiri katika makusanyiko kuleta kuinuliwa kiroho kwa kanisa, kama ambavyo unabii hufanya. Kunena kwa lugha pasipo tafsiri hakulifaidi kanisa lolote. Kama kunena kwa lugha kukafanyika katika kusanyiko hakulisaidii kanisa kama asipokuwepo mfasiri, lakini kama kukifanyika katika faraga kuna kujenga wewe na Mungu. Kwa hiyo jifunze na muombe Mungu sana kwamba Paulo anawaambia kwamba nataka nyote mnene, lakini sasa mnaponena angalieni kama hakutakuwa na mfasiri na huko katika kusanyiko ni bora ujizuie. Lakini kunena kwa lugha kwenye manufaa kuna kujenga wewe private, lakini pia kuna kujenga ukiwa katika kusanyiko, maana yake akiwepo mfasiri kutajenga kanisa zima. Hebu fuatilia somo hili lote ili ujifunze jambo hili kwa kina zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Leo nipende tu kusomea kifungu hiki na tupende kutafakari kwa pamoja. Kifungu kinatoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi mpate kuhutubu, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Nami nataka nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yule anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tutafakari kifungu hiki halafu tafafanua kwamba Mtume Paulo anaposema kwamba kutaka sana karama za roho. Biblia yangu hapa inasema waumini ambao wana upendo wa kweli kwa wengine katika mwili wa Kristo ni lazima watamani kuwa na karama za rohoni, ili waweze kuwa na msaada, faraja na kutia moyo na kuimarisha wahitaji. Hawahitaji kusubiri bila kufanya lolote ili Mungu awape karama za rohoni. Badala yake wanatakiwa au wanapaswa kutaka sana, kutafuta na kuomba kwa ajili ya karama hizo, hususani zile za huduma ya kuonya, kufariji na kuimarisha. Kusoma mstari wa 3 wa 13 na wa 19 na wa 26. Anaposema anenaye kwa lugha, Wakorintho walithamini sana mno karama ya kunena kwa lugha katika ibada za pamoja. Walisisitiza umuhimu wa huu kiasi cha kutotia maanani karama nyingine, kutotia maanani karama nyingine au kutothamini sana karama nyingine. Zaidi ya hayo, walikuwa wanatumia karama hii pasipokuwa na tafsiri. Paulo anatafuta kurekebisha matumizi hayo mabaya kwa kuonesha hasara ya kunena kwa lugha pasipokuwa na tafsiri yake katika ibada. Muhtasari katika sura hii ni kama ifuatavyo. Kwanza, unabii hujenga kanisa zaidi ya kunena kwa lugha bila tafsiri. Lakini pia unabii na kunena kwa lugha kwa pamoja na tafsiri za lugha ni mambo yenye muhimu sana kwa kanisa, ule mstari wa 5. Lakini jambo la 3, kunena kwa lugha katika ibada pasipo tafsiri hakuwafaidi wengine. Lakini jambo la 4, wale wanaonena na kuomba kwa lugha katika kanisa watafute kulijenga kanisa kwa kuomba wapate karama ya tafsiri za lugha hizo. Lakini jambo la 5, katika maisha yake Paulo kunena kwa lugha mbele za Mungu ni njia muhimu ya kuabudu na kukua kiroho. Mstari wa 14 na 19.
Anasema unabii una faida zaidi kuliko kunena kwa lugha bila kutafsiriwa, kwa sababu unabii huichoma mioyo ya watu kuhusu dhambi na ufahamu wa uwepo wa Mungu. Lakini jambo la saba ni kunena kwa lugha pamoja na tafsiri havina budi kudhibitiwa ili kuwepo na utaratibu katika kanisa. Hivyo basi anasema hapa kwamba neno mstari wa 14:2 anasema hasemi na watu bali husema na Mungu. Kimsingi kuna njia mbili za kuweza kuelewa mstari huu. Moja, baadhi ya watu huamini kuwa mstari huu unaashiria kuwa sababu ya msingi ya matumizi ya kunena kwa lugha ikiwa kanisa au kwa faragha. Kimsingi ni kuzungumza na Mungu, si wanadamu. Wakati wa kunena kwa lugha kunapoelekezwa kwa Mungu, anayezungumza na Mungu si mwanadamu. Hivyo basi, wakati wa kunena kwa lugha kunapoelekezwa kwa Mungu, anayezungumza na kuwasiliana na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu katika kuomba, kusifu, kuabudu, kuhimidi na kushukuru. Yanayozungumzwa ni siri, yaani mambo yasiyoeleweka kwa anayezungumza na kwa wasikilizaji. Tafsiri yanayotamkwa katika kunena kwa lugha hulifanya kusanyiko kuingia katika udhihirisho huu wa ibada yenye kuongozwa na Roho na hivyo kuitikia amin. Baada ya maombi au sifa zenye uvuvio wa Roho Mtakatifu, mstari wa 16, tazama pia mstari ule wa 6, anasema kwamba kwa upande mwingine maneno ya Paulo yanaweza kumaanisha kuwa ni Mungu peke yake anayeelewa aina hii ya lugha inayonenwa isipokuwa pale inapotafsiriwa. Hii inamaanisha kuwa pale lugha zinapotafsiriwa zinaelekeza kwa wanadamu, zinakuwa zinaelekeza zaidi kwa wanadamu. Kwa mtazamo huu unakubaliana na maneno ya Paulo kwa sababu inafanya kunena kwa lugha kusielekezwe kwa wanadamu na kuwa hakuna mtu anayeelewa. Hivyo basi, anaposema autubuye na pale anaposema kuwajenga, karama ya unabii katika kanisa hutokana na msukumo wa Roho Mtakatifu. Kimsingi si kwa makusudi ya kutabiri mambo ya baadaye, bali kuimarisha imani ya waumini na maisha ya kiroho na hazina ya kimaadili na kuendelea kuwa mwaminifu kwa Kristo na mafundisho yake. Hata hivyo, unabii si kutoa mahubiri yaliyoandaliwa, bali ni kutoa ujumbe ambao haukufikiriwa mapema chini ya msukumo wa Roho kwa ajili ya kumjenga mtu moja kwa moja au kusanyiko la waumini. Mstari wa 14, sura ile ya 14 mstari ule anasema hujijenga nafsi yake. Kwa hiyo kunena kwa lugha pasipokuwa na tafsiri humjenga mtu, yaani huijenga imani ya mtu moja kwa moja na kuyainua maisha yake ya kiroho. Anayenena kwa sababu mfanya awe na mawasiliano na Mungu moja kwa moja kwa njia ya Roho na uacha kupitia akili. Paulo anasema kuwa anaomba kuwasiliana na Mungu kwa njia hii na hali kadhalika kwa kutumia akili zake. Anaposema nami nataka nyinyi nyote mnene kwa lugha, anachotaka Paulo ni kunena kwa lugha ukiwa peke yako katika faragha. Ni wazi kuwa kunena kwa lugha katika mazingira ya namna hii kuna faida kwa Mkristo mmoja mmoja anapomwabudu Mungu na kumuomba Mungu. Paulo anaongeza kuwa kunena kwa lugha kwa kweli kuna kuambatana na tafsiri katika mkusanyiko huleta kuinuliwa kiroho kwa kanisa, kama ambavyo unabii hufanya. Kunena kwa lugha pasipo tafsiri hakulifaidi kanisa lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikutakia wakati ulio mwema. Amen.